Naye akawaacha ng'ombe, akamfuata Eliya mbio, akasema, nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi, ni nini niliyokutendea? Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yetu ambaye umekuwa bega kwa bega, rafiki kabisa wa channel hii ya Mikono ya Kristo, kufuatilia mafundisho ambayo tunayafundisha hapa pamoja na kwenye mitandao ya kijamii. Mungu akubariki sana kwa kuwa unafuatilia mafundisho haya kwa namna ya pekee mno. Endelea kuyafuatilia mafundisho haya, waalike na wengine waendelee kufuatilia, wapate baraka ambazo wewe pia umezipata kupitia mafundisho haya. Leo ninalo somo linalohusu wito, na kichwa cha somo hili kinasema, ukiitwa na Mungu itikia. Ukiitwa na Mungu itikia. Kwa nini nimekuja na somo hili? Ni kwa sababu wapo watu wengi sana ambao Mungu amewaita wamegoma kuitikia. Mungu amewaalika, wameugomea mwaliko wa Mungu, kwa sababu aidha ya familia, mambo ya kifamilia, mambo ya kazi na biashara, mambo ya uchumi na sababu nyinginezo mbalimbali. Lakini somo hili ukilisikiliza na kutafakari, utagundua kwamba kuna faida kubwa sana Mungu anapokuita halafu ukaitikia. Mungu akikuita anayo sababu, na kimsingi kabisa kila aliyezaliwa ameitwa na Mungu, na kila mtu ana wito wake, ijapokuwa watu wengi sana wanakuwa hawaelewi wito wao ni upi. Biashara ni wito, kazi za kujiajiri ni wito, kazi za kuajiriwa ni wito, kazi za huduma kama tunazofanya sisi ni wito. Lakini watu wengi wanaamini kwamba kufanya kazi za huduma kama hizi ndio wito, vitu vingine ni mambo ya duniani, kitu ambacho ni ukosefu tu wa kuelewa maana halisi ya wito ni nini. Mungu anataka kumnyanyua mtu katika maisha yake, lazima amconnect yule mtu, amuunganishe na mtu mwingine ambaye ana nafasi ya kumuinua. Mungu amekuita kwenye biashara ya duka la mikate au kiwanda cha mikate. Hauwezi kufanya peke yako kiwanda cha mikate. Kuna watu wataomba kazi, utawapa kazi, watapata fedha kupitia kiwanda chako cha mikate. Unalo shamba kubwa la kulima, kuna watu wanataka kazi kwenye shamba lako, wataalamu wa kilimo. Watawezaje kufanya kazi ya kilimo kama Mungu hajakubarikia wewe kuwa na shamba? Kumbe kumiliki shamba nako ni wito. Kuna watu watapata kazi kupitia shamba lako, huo nao ni wito. Alafu kuna wito mwingine huu ambao mnasikia sisi tunahubiri. Huku ndo kuna mambo mengi, kuna uinjilisti huku, kuna ualimu huku, kuna maombi na maombezi huku, na kila karama mbalimbali ziko huku. Huu nao ni wito wa aina nyingine. Tofauti ni kwamba sisi tumebeba wito wa moja kwa moja wa kulihubiri neno la Mungu. Alafu wewe umebeba wito ambao si wa moja kwa moja. Unamtangaza Mungu, unahubiri Injili, unalihubiri neno la Mungu, unazitangaza habari njema, ama unatangaza habari njema kupitia kazi yako. Huo ni wito. Sasa watu wengi wanaitwa lakini wanagoma, na wanaogoma wengi ni wale ambao wanaitwa kwenye wito wa moja kwa moja, wito ambao kama huu ambao tunatumia kufundisha watu kwa njia ya mtandao. Huu ni wito. Mara nyingi wito wa namna hii unakukatalia mambo mengine kufanya.
ama utakupa masharti ya kufanya mambo mengine. Kama ulikuwa na biashara, biashara inaweza kufa. Ama kama utapewa kibali cha biashara, basi utapewa masharti maalum ya kufanya biashara hiyo. Sasa hii ndio inasababisha watu wengi huu wito wanaokataa. Hii ndio sababu. Mtu alikuwa kazini, alipwa mshahara wake mzuri, labda ni manager, labda ni mfanyabiashara, labda ni tajiri fulani, Mungu anamwambia nimekuita, fanya kazi yangu. Maana yake ni kwamba biashara yake hatofanya kama anavyofanyaga, ama hatofanya kabisa. Utajiri wake hatautumia kama anavyotaka yeye kuutumia, bali Mungu atautumia kadiri anavyotaka mwenyewe. Hapa ndipo panapokuaga pagumu sana watu kukubali wito wa Mungu. Lakini leo somo linakufundisha kwamba ukiitwa na Mungu, itikia, kwa sababu kuna faida lukuki ukiitikia wito wa Mungu. Kwanza, hicho unachokiona kikubwa utakiona cha kawaida, alafu kile ambacho Mungu atakupa utakiona ni kikubwa. Nitakupa mfano. Watumishi wengi ambao wanafanya kazi ya Mungu, wengi wao ukiwauliza hospitali walienda lini hawajui. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anawapa neema ya maombi, kuomba na kuombea. Mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye ana amani kila wakati, hata kama hana kitu, hata kama anaugua, hata kama anapita kwenye changamoto, Mungu huwa anampa amani. Faida kubwa kabisa ambayo watu wengi ambao wanamiliki vitu vya duniani, likitokea tatizo dogo tu, amani ndio ya kwanza kupotea. Ndio maana matajiri wengi magonjwa yao yanafanana: moyo, stroke, sijui heart attack, majina mengine ya Kiingereza hayo. Magonjwa yote yanafanana. Kwa nini? Tumaini lao lipo kwenye mali. Lakini mtumishi tayari ameshakaa kwenye utumishi, manake Mungu lazima akupe furaha. Yaani mtumishi wa Mungu unakosaje furaha? Mtumishi wa Mungu unakosaje amani? Unaweza ukakosa furaha kwa kipindi, labda kuna jambo la kuhuzunisha, sawa, lakini swala la amani, hata upitapo katika jambo la kuhuzunisha, unakuwa na amani. Hiyo ndio faida kubwa kabisa ya kumtumikia Mungu. Lakini kuna changamoto ambazo kamwe hautopitia. Zipo changamoto ambazo Mungu anaziondoa kabisa katika maisha yako, hawezi kupitia. Ukipitia changamoto ina kusudi la Mungu, ama adui anakutekenya ili tu amuone Mungu atafanya nini, kama vile Ayubu alichofanyiwa. Kwa hiyo kumtumikia Mungu kuna faida. Hakuna mtu anamtumikia Mungu akajuta. Kuna wakati unaweza ukajikuta hauna kitu, ama unaugua kiasi cha kwamba unasema nitafanyaje? Hata kwenda hospitali, unajua magonjwa yetu sisi mara nyingi ukienda hospitali unasikia hauna unachoumwa. Mara nyingi watumishi wa Mungu tuna tatizo hilo. Yaani magonjwa yetu ukienda hospitali hata ukipima nakwambia hakuna unachoumwa. Kwa hiyo tuna vita tu za rohoni. Inafika hatua unamwambia Mungu, Bwana mimi nimeomba sana kipindi fulani na kukumbusha kwamba niliomba. Kwa hiyo naomba uniponye. Mungu anakutazama anasema kweli huyu ni muombaji mzuri, aliweka akiba, Mungu anakuponya. Tunapokwenda hospitali, tunapomtumainia Mungu moja kwa moja, yani kila kitu tunamwachia Mungu akifanye. Sisi mara nyingi kabisa hatujitumaini mambo yetu sisi wenyewe. Hatushughulikagi sana na mambo yetu sisi wenyewe, hata kama tunafanya vitu vingine. Unaweza kupewa kibali cha kulima, unaweza kupewa kibali cha kufuga, unaweza kupewa kibali cha kufanya kazi, lakini Mungu atakupa kazi ambayo haitaingilia kazi yake hata kidogo. Hawezi kukupa kazi ambayo itakufanya uwe busy, ama itakufanya ukose muda wa kumwabudu. Haitotokea. Mtumishi wa Mungu, hilo haitotokea. Na ndio nakuta mtu alikuwa CEO, alikuwa director, alafu Mungu anamuondoa hapa, wewe hautonitumikia, ninakuondoa hapa, kaa hapa. Hii inaitaga shida. Lakini ukimtumikia Mungu ipo faida. Acha kujiuliza. Acha kuona kwamba utapata hasara. Mungu hawezi kukuita wewe ukapata hasara. Cha msingi, cha muhimu, cha kujiuliza, mimi nitapata nini? Lakini neema nyingine, unaongea na Mungu wakati wote. Unasema tu na Mungu kwa sababu ni mtumishi. Mungu anasema na wewe kwa namna nyingi, hicho usifanye. Yaani wewe kupita njia sahihi ni rahisi, kwa sababu Mungu anakuwa anakuongoza kila mahali, kwa sababu unafanya kazi yake. Anakuongoza moja kwa moja na isivyo moja kwa moja. Unaweza kuwa na hisia, unaweza kuwa na maono, unaweza kuwa ukaitoa ujumbe wa taarifa, unaweza ukaota ndoto. Yaani unaenda smoothly, unaenda vizuri kwa sababu Mungu ndiye anakuongoza.
ni faida kubwa sana. Kwa hiyo Mungu akikuita, ikitokea wewe uliitwa, ndugu yako aliitwa, mwambie aitikie wito, asipuuze. Aitikie wito, asipuuze, kwa sababu kuitikia wito kuna faida na kupuuza wito kuna gharama. Yeyote ambaye aliitwa na Mungu akakataa, kuna vitu haviendi, hata kama ajui. Akija kuchunguza vizuri, atagundua kuna vitu haviendi, kuna vitu havifanikiwi. Anaweza kujiona kwamba amefanikiwa, kumbe hajafanikiwa. Mungu kuna vitu amevizuia, na ukizidi kukataa wito wa Mungu, Mungu atakuangusha, kwa sababu Mungu anataka watu waitikie wito. Kwa hiyo ukiitwa na Mungu, itikia, usijiulize mara mbili. Wito wa Mungu. Kwenye Biblia tutajifunza kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 aya ya 19 hadi aya ya 21. Tutasoma kwa pamoja hapa. Aya ya 19 inasema hivi: basi akaondoka huko, akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima, mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake, na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na lile la 12. Eliya akapita karibu naye, akatupa vazi lake juu yake, naye akawaacha ng'ombe, akamfuata Eliya mbio, akasema, nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi, ni nini niliyokutendea? Akarudi akiacha kumfuata, akatwaa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala. Kisha akainuka akamfuata Eliya, akamhudumia. Huyu anaitwa Elisha. Elisha tunaona hapa Eliya alimrushia vazi lake. Lile vazi ni ishara ya wito. Kwa hiyo ile nguvu ya wito ikamwingia Elisha kutoka kwa Eliya. Akagundua kwamba hapa nimeitwa kwenye wito, nikamsaidie kumhudumia mtumishi wa Mungu Eliya. Baada ya kutambua lile, Elisha hakuona shida, akaomba ruhusa aende akawaage wazazi wake, aende kumhudumia Eliya. Angalia, Elisha alikuwa shambani akilima, ana jozi 12 ya ng'ombe. Jozi 12 ya ng'ombe maana yake ni kwamba ng'ombe 24. Jozi moja ni ng'ombe wawili. Na aliporudi kabla ya kumfuata Eliya, akachinja ng'ombe wote, akawachemsha, akawatokosa kwenye moto. Maana yake akachemsha ile nyama, akawapa watu wakala. Kwamba Elisha alipokuwa anaitwa, alikuwa tayari anavyo vitu, ana ng'ombe 24 tayari, alikuwa na mali huyu. Alafu ng'ombe 24 wanalima, haijulikani kama shamba lilikuwa ni la kwake ama ni la kukodisha. Likiwa la kwake, ng'ombe 24 ni wengi, maana hilo shamba lilikuwa kubwa. Likiwa sio la kwake, kukodisha kulimiwa kwa ng'ombe kwa jozi hiyo 12, maana hilo shamba lilikuwa ni kubwa. Alikuwa anapata pesa nyingi sana kwa ajili hiyo. Kwa hiyo mtaji wa ng'ombe 24 ulikuwa ni mtaji mkubwa sana. Nafikiri mnaelewa ninaposema ng'ombe 24. Haukuwa mtaji mdogo. Akaamua kuacha yote. Akaamua kuacha ng'ombe, kuacha kazi, na ng'ombe wenyewe sio tu kuacha kwamba atarudi baadaye, hapana. Aliamua kuwachinja, ishara ya kwamba hili limekwisha, ninafuata jambo la Mungu. Na wewe vile vile nimekuambia tangu awali, unapomfuata Mungu inawezekana kabisa kazi yako ikaondolewa kabisa, ama ukabakishiwa sehemu ya kazi ndogo sana. Itategemea na Mungu anakuita katika wito wa namna gani. Kwa hiyo Elisha akaamua kumtumikia Eliya, kwa maana nyepesi kwamba anamtumikia Mungu kupitia mtumishi wa Mungu Eliya. Lakini mbele ya safari tunamwona Elisha alichukua mikoba yote ya Eliya, nguvu yote ya Eliya. Wakati Eliya anapalizwa kwenda mbinguni, alibaki nayo Elisha. Elisha akaendelea kutoa huduma kwa watu wengine kama mtumishi wa Mungu. Kwa ile neema yote aliyokuwa nayo Eliya wakati wa utumishi wake,
alimwachia Elisha. Roho ya Elia alibaki nayo Elisha. Biblia inasema hivyo. Lakini tunajifunza kwa Elisha jambo kubwa ni kuacha kila kitu na kumfuata Mungu. Kuacha kila kitu, kufuata njia ambayo Mungu inampendeza katika utumishi. Leo wewe unapata wito, unaitwa kwenye huduma, unagoma. Unakataa. Bwana wewe tunakuita Bwana, wewe ni mwimba sifa, unagoma. Mimi nitaimba sifa mimi. Mungu anakuita umwimbie sifa, unagoma. Bwana wewe tunakuona Bwana, wewe ni mwalimu Bwana. Fanya kazi ya Mungu ya ualimu ya kufundisha neno la Mungu. Hapana Bwana, mimi siwezi kufanya kazi hiyo kwa sababu unalipwa mshahara mkubwa huko kazini kwako. Bwana tunakuona wewe ni mwinjilisti Bwana. Njoo Bwana tusaidie katika eneo la uinjilisti. Hakuna Bwana, mimi siwezi kufanya kazi hiyo. Unagoma. Lakini Elisha anafundisha kwamba yeye hakugoma. Alikuwa na mali, alikuwa analima kwenye mashamba, alikuwa na vitu ambavyo kujitegemea, akaacha vyote. Wewe nini kinakushinda kuacha vyote kumfuata Mungu? Je, Elisha kuna mahali alipungukiwa? Elisha alikuwa msaada kwa wengine. Elisha aliponya watu wengi. Elisha aliongoza jahazi ambalo Elia aliliacha. Sasa wewe unapokataa kuwa mwinjilisti, wewe unapokataa kuwa mwalimu, wewe unapokataa kuwa mwanasifa, wewe unapokataa kuwa mwana maombi, hawa watu watahudumiwa na nani? Jibu lake ni kwamba Mungu atakudai. Atakudai kwa sababu wewe ndio ulikuwa unahusika na umegoma kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo Mungu atakudai kazi yake. Kwa hiyo uelewe kwamba siku itakapofika lazima utaulizwa, nilikuita kuwa mwinjilisti, ulifanya nini? Nilikuita kuwa mwana maombi, ulifanya nini? Nilikuita kuwa mwana sifa, ulifanya nini? Nilikuita kufanya biashara, uligoma. Nilikuita kuwa mkulima, uligoma. Kwa hiyo wito wa Mungu unaitwa na unaujua, lakini unagoma, unataka kuyafanya mambo yako. Somo hili likupe funzo kupitia Elisha ambaye alikuwa anamtumikia Elia. Alikuwa anamsaidia kazi Elia. Nikufundishe kwamba Elisha hakujiuliza mara mbili. Alienda kuaga, akaacha kila kitu na alihakikisha hakuna masalia. Maana angeweza kusema ngoja niondoke, pengine angewakumbuka wale ng'ombe wake. Kwamba mimi nafanya kazi ya Mungu huku lakini kuna ng'ombe kule. Akaamua kuwachinja. Kwamba hapa sitaki tena ushahidi kwamba alikuwa na kazi. Nimeamua kumfuata Mungu. Na wewe unapoamua kumfuata Mungu, amua kumfuata Mungu moja kwa moja. Mungu akubariki sana kwa kuwa unaendelea kufuatilia mafundisho haya. Somo hili likawe funzo kwako, likawe funzo kwa wengine ambao unawajua, pengine wana wito, na wito huaga ujifichi. Mwenye wito huwa anaonekana. Mnaitaka kipaji Kuna vipaji, kuna wito. Kuna mtu unamuona kabisa huyu ni mwimbaji mzuri, ni mwana sifa huyo. Mwambie Bwana ni mwana sifa. Enda kwenye sifa, kajiunge na wana sifa. Kajiunge na kwaya. Mwimbie Bwana katika roho na kweli. Bwana wewe tunakuona una mdomo sana. Wewe mwinjilisti wewe. Nenda kaifanye kazi ya Mungu. Bwana unafundisha vizuri. Kafundishe neno la Mungu Bwana. Unaitwa huko kafundishe. Jamani, hata kazi za shuleni ni wito. Hata walimu wanaofundisha shuleni, kwamba shule za chekechea, shule za msingi, shule za sekondari, hao wote wana wito wa walimu. Sio lazima uwe mwinjilisti, sio lazima uingie kwenye huduma moja kwa moja. Mwanzoni nimekuambia kabisa, wapo watu ambao wana wito ambao sio wa moja kwa moja. Ndio kama hao wanakuwa walimu lakini ni wito. Wanakuwa wafanyabiashara lakini ni wito. Kwa hiyo yeyote mwenye wito autumikie wito kadiri vile Mungu alivyomuita. Asipuuze wala asikimbie wito. Basi ninakushukuru kwa kuwa unaendelea kufuatilia mafundisho haya. Endelea kufuatilia mafundisho haya kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Lakini tunayo channel ya WhatsApp kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Pia ukiingia hapa kwenye YouTube, usisahau kusubscribe. Hapo kuna button, bonyeza button hiyo, basi ile andiko subscribe. Utakuwa wa kwanza tunapokuwa tunaposti kupata mafundisho, na utazidi kubarikiwa. Kwa maana sisi kama timu nzima Mikono ya Kristo tunayo kauli mbiu, tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Watu wengi wanatafuta neno la Mungu, watu wengi wanamtafuta Mungu, watu wengi wanatamani kumsikia Mungu, lakini wanakosa maarifa. Ndio maana sisi tukajikita sana kulifundisha neno, lakini katika mfumo wa kumpa mtu maarifa. Mungu akubariki sana. Namba zetu za simu ziko hapo, kama una changamoto yote tupigie.
Ukiwa nje ya nchi, tumia namba hizo, weka alama ya kujumlisha 255. Hiyo sifuri utaiondoa, alafu utaona hapo unaweza ukatupigia kwa njia yote ya kawaida, kwa njia ya WhatsApp tunapatikana na tutaweza kukuhudumia. Usisite, Mungu hana mipaka. Popote ulipo, Mungu atakuhudumia. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, kwaheri ya kuonana.